maadui wa mwelekeo. We were talking about the enemies of the destiny. Maadui wa mwelekeo. The enemies of the destiny. Kwa Kifaransa, les ennemis de la destinée. It's the enemies of the destiny. Na tuliintroduire and we introduced it on Friday. Na leo inabidi tuombe Mungu. And today we have to pray to God. Sitahubiri sana ingawa somo ndefu. I will not preach so much because it's a huge. Lakini kwa udogo najua utabarikiwa. But in brief, I know you will be blessed. Kama uko tayari kubarikiwa. If you are ready, you can just wait. Kwa watu wako baridi. There are people who are still cold. Ukiona kuna karibu na mtu mwenye hatikisi. You are beside somebody who is not. Ni mzuri hata ushanje space yule atakuletea. You can shift. Asikuletee udhaifu. For them not to bring laziness to you. Unataka mtu yuko serious sana. Don't sit beside somebody who's too serious. Hapendi cheka. They don't want to laugh. Kucheka yake na cheka ni mambo mwezi. They only laugh once a month. Kuna viumbe ambavyo Mungu aliviumba. There are entities God created. Hasa kuku. Now, like a chicken. Kuku ni nyama ambayo inanifunza mambo mengi. A chicken is an animal that has taught me a lot. Kuku inanipatia education mbili. Has given me 2 moral lessons. Na ya tatu inanishangaza. And the third one makes education ya kwanza ya kuku. The first moral lesson. Kuku inanionyesha discipline ya kuomba shows me the discipline of praying for 21 days. Inanionyesha combien de fois que discipline mu maombi. Shows me how much discipline in prayer. Inakrea kachoto. Creates that zeal. Ya kukreye mayai mkue kitoto. To create that embryo. Ili kesho kikue kuku. For it to be a chicken. Maisha ya kiroho. The spiritual life. Maombi. Prayer. Ni moto. Is fire. Na ile moto. That fire. Ndio nataka nachochea huduma na karama yake. Is what lights up the. Ile moto ndio nataka nachochea profesi ulitabiriwa. Lights up the prophecy in you. Ukikuwa mtu mwenye hauombake. Hauna discipline ya kuomba. You do not have a discipline of prayer. Utafumalisha baraka zako. You will delay your blessing. Ukikuwa mtu mwenye uliomba. If you are somebody who does not know how to pray, utakuwa unafumalisha destiny yako bila wewe kujua. Delay your destiny without knowing. Ndio iko shida sana tuko na ubiri hapa. It's a very big problem to be preaching. Wewe uko unasinzia. Yet you are slumbering. Uko na marandevu na watu mapembeni. You have appointments with people. Utaregrete kukawia mkanisa. You regret to take longer. Wenzako wako hospitali. Others at the hospital. Mambombone wanashinda waende wapi? They do not have and do not. Kwa ajili ya uzima pigia Yesu mikono. Haikuwa Yesu kama hatungekuwa leo. Maandiko yanasema sema heri ile ndoa inayoishi kuliko simba iliyokufa jana. Wewe maskini mwenye uko